nasikitishwa sana kutambua kwamba kuna baadhi ya wanaume tangu wameingia kwenye ndoa hawajawahi kuwanyonya matiti wake zao. Lakini kitu ambacho haukijui wewe mwanamume ni kwamba unamuumiza huyo mwanamke wako ama mke wako. Kitu usichokijua ni kwamba zile nyama za matiti, msikilizaji, hazifai kukakamaa. Hazifai kukakamaa, zinatakiwa ziwe laini. Zinatakiwa zijitengeneze ulaini fulani hivi katika mazingira ya kuyabinya binya, ya kuyatomasa. Na ukiyanyonya sana, ukiyapiga mnyonyo, ndio huo ulaini unapatikana. Sawa? Sasa mimi nataka nikupatie faida na umuhimu za kunyonya matiti ya mke wako. Kwa sababu kwa hali na jinsi tunavyokwenda, wanawake watakuwa wakiwalipa waume zao ama wanaume zao ili wawapige mnyonyo kwenye matiti. Wewe ushangai. Mwenyezi Mungu amekuwekea viungo. Nilikwambia viungo vyote ulivyopewa na Mwenyezi Mungu si vya show. Vina kazi yake na vina matumizi yake. Na kuna faida kubwa sana ya mwanamke kunyonywa matiti. Wanaume, chonde, fanyeni kazi zenu. Nyonyeni matiti wake zenu. Na wewe mwanamke unayenisikiliza na unayenitazama, nataka uwe mwepesi na usimfanye mumeo mtumwa wa mapenzi. Kuwa mwepesi na ujiachie wakati wa kunyonywa matiti, na umruhusu mumeo au mwanamume wako akunyonye matiti. Kwa sababu kumpiga mnyonyo mke wako ama mwanamke wako kwenye matiti, hicho ni kitendo ambacho kinatengeneza afya iliyo bora kwa mke wako ama mwanamke wako. Lakini pia inakutengenezea wewe kama mwanamume kuwa imara katika kuvumbulana.